So betuni kinye nikibwane reyu amache imwawech ile imache imwa ile kikostano kingwa nguni siku ile tulikuja huyu mama atoe ushuhuda ya vile alisikia uchungu wakati tulikuja. Kwanza sehemu hii ambayo unaona upande wa kushoto unaona bado imepura kidogo. Ni kwa sababu kile ambacho kiko hapa ndani ni ugonjwa wa kansa. Pande huu sasa, pande huu ni sehemu hii unaona bado imefura kidogo. Sehemu hii ndio ugonjwa ilikuwa mahali ugonjwa ilikuwa imekaa. Pia huko ndani unaona huko ndani ndio mahali ambayo pia hii kitu ambayo inaonekana hapa ilienda kutoka hapa mpaka huko chini ikatokea pande hii. Na wakati ndugu Muya alipohubiri kuhusu uponyaji na akahubiri huyu mama baadaye akakuja akaombewa. She came and she was prayed for. It was just on a Sunday. And Monday, Tuesday, sehemu hii sasa ile sehemu ya ndani ikaanza ile ugonjwa ikaanza kutoka huko ndani ikapata tu pande huu kwa juu. Tena kutoka wakati huo tena mpaka wa leo huyu mama hajawahi sikia uchungu. Sasa ningetaka sasa yeye ashuhudie. Amen. Omachani kunongo baorian imwanye ile kikostano yakelenjine yakemwaune hospitali. Kikileo uoldore wake kachilbenjai kumo oye. Aliambiwa aende Rivaro Eldoret aweze kufinya huko nyama ambayo iko huko ndani. Huyu mama akakataa kwenda huko. Wogino esi kwana somo kimiu okutemana. Alipokataa kwenda kule Eldoret, hiyo kitu ikasidi kumuuma sana. Ilikuwa hapa ndani na hapa juu. Mara no. Tastanye imwa. Wogino nyo na nyuginya kutemani mana. Na wakati alipokuja siku ile tulikuwa kwa mkutano hapa nje, alikuwa anasikia uchungu sana. Woginowe vikingesa vikinya Kogo shua atai nemi baby negi. Alipoombewa siku ile kitu ambayo kilikuwa hapa ndani ikaanza kwenda ikatoka. Wele mi guno. Mahali anaona tu akisikia uchungu bado tu ni pande asikii uchungu lakini bado anaona imefura kidogo. Amen. Ogo ile uto skaje pirili. Huko ndani inaonekana kwamba hata ilikuwa karibu ipasuke kidogo lakini imeenda sana, imetoka. Amen. Tayari kwa hii mwana Mawaze misi na ngutwole. anasema asikii uchungu kabisa. Ila itu hino ozo. Ndugu Muya. Wakati ndugu Muya alipokuja na kumwombea tangu siku hiyo mpaka siku wa leo amesikia nafuu. Amen. Akasema nikashukuru sana. Amen. Sasa unaona sasa sehemu hii ambayo unaona imefura kidogo ni ile kitu ambayo inaendelea kuondoka. Sasa Mungu wetu ni mponyaji. Amen. Na imua na wapaka basane. Unasema ni kuhusu ubatizo. Imua ene akopaka batizane. Maisha. Amesema anakubali kubatizwa. Amen. Kile kwa kika na maisha. Kole ikage magele kibasema leo maisha. Imesemekana kwamba ataenda kubatizwa, haisi kataa, anakubali kubatizwa. Amen. Amen. Na tumekuja na hawa ndugu wa Kaboret, hawa ndugu wa Transmara na hao wengine pamoja na hao watoto tumekuja kushuhudia
ubatizo wa huyu mama ambaye Mungu wetu alimponya yeye. Na tunatoa ushuhuda ya kila kwa ndugu wetu wote mahali walipo wasikia kwamba our God is a healer. Is a divine healer. Our God is a divine healer. He can heal all diseases. He can heal even cancer. Kama kuna mwingine ambaye ako na cancer na angetaka kuombewa, naamini kwamba Mungu anaweza kuponya hata cancer. God can heal all disease because God has a promise to us, especially in these last days. He said that when we believe upon the messenger that God has sent to us in this last generation, all diseases will be healed. So we shall take this mother today to the river and baptize, and then from there we believe that God will do the remaining part. Tunajua kwamba Mungu anaweza kutimiza sehemu ile nyingine ambayo imebaki. Mungu atamaliza. So we thank God for that. We thank God for that wonderful sermon that we hear on that day. It was just on which day, which date was that? 1 week ago. This is now 1 week ago, which was ilikuwa tarehe ngapi? It was tarehe 2. It was 2nd of February 2020 when this mother was prayed for. And today God has done something for her, and she can testify today, and even us also we testify that God Mungu wetu amemfanyia mazuri sana, na Mungu wetu amemponya, na tumerudi tena mara hii kushuhudia na kupeleka mdoni. Hapa tena kuna mama mwingine ambaye amekuja kuombewa. Aliposikia kuhusu uponyaji wa huyu mama, pia huyu tena amekuja na tunaenda kumwombea pia. Konyagine gamane kesochi asichoba neyanemye akoba nuni kwenemye koragene akoba nuni. Iyoni amesema hata pia naye anakubali kwamba Mungu atamponya. Anasikia sana vibaya sana kwa mwili wake, hata kuna vitu vingine ambavyo vinatoka kwa mwili, na tunaombea leo na ndugu wetu mahali popote watasikia kwamba Mungu yule Mungu ambaye alifanya kwa huyu atafanya pia kwa huyu. After we pray. So we thank God for that. Tunaimba wimbo huu, alafu tuombe na tuende mtoni. Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, ili pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Mali hapa sikutaka ili niheshimiwe na yale yote mashaka, sawa 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 na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika zote mashaka, sawa 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 na wewe, uniongoze safarini, mbele unichukue, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe. Ghafla ya kuomba, tunashukuru Mungu sana, na tumeona Mungu sio huyu mama peke yake alipona wakati ule.
kulikuwa kwa tena na wadada wengine ambao walikuwa wagonjwa sana, na wakati walipoombewa wote wakapona na wakakaa kwa mkutano. Hata wengine walikuwa rudi nyumbani, lakini walipokubali kuombewa wakapona na wakaendelea na mkutano, na Mungu alitubariki sana. Sio hapo peke yake, hata tena upande ule mwingine wa Transmara tena Mungu amefanya miujiza sana. Kwa watoto wengine ambao walikuwa wagonjwa tena Mungu akawaponya wakati waliombewa tena. And that same God is still going on healing, because he's a great healer. So today we are going to pray again for the two mothers here, and we believe that God will heal them, because we are here for that. We only tuko tu nyuma tu ya promise of God, nyuma tu za ahadi za Mungu, tuko hapa nyuma tu kushuhudia tu yale ambayo Mungu anafanya. Amen. Kwa sababu ni ahadi tu ambaye alituahidi wakati wa mwisho kwamba ishara hizi zitafuatana na wale waaminio. Amen. Huyu ndugu pia wakati ule alipoona mambo hayo akakubali tena na tukambatiza tena wakati ule. So we have very many testimonies that God done on that day, and we don't want to let down our God. Amen. You want to witness that is a healer, is a savior, is all in all. So we thank God for that. God bless you all. Let us go and pray for these sisters. Ndugu, ana kuna mafuta.